Naenda kusoma Ufunuo wa Yohana 16 mstari wa 15, na inasema, tazama naja kama mwizi, amebarikiwa yeye atokaye akiziweka tayari nguo zake, ili asiende uchi na kuonekana aibu yake. Neno la Bwana inatuambia ya kwamba ni vyema kujivika mapema, usipatikane ukiwa uchi. Kwa hivyo neno linatuonyesha wazi wazi ya kwamba anakuja kama mwizi, na mwizi huwa hakuji mchana, huwa anakuja usiku, wakati umetulia, wakati umelala. Ndio maana anatuambia hadharani, utunge usiende uchi, kwa kuwa anajua mara nyingi kulala. Watu wengi hawalali na nguo zao, watu wengi huwa wanabadilika. Niko sure ya kwamba hata pasta wakati anaenda kulala hata lala na suti, lakini neno la Mungu linaniambia ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuna mavazi ambayo yanahitajika. Hayo mavazi unapoyakosa unakuwa uko uchi, na hayo mavazi ni utakatifu, hayo mavazi ni haki. Wacha tuende Genesis, Mwanzo mlango wa 3. Kwa chakula na la kupendeza macho, tena linatamanika kwa kumpatia hekima. Basi akachuma matunda yake, akala na akampa mbaye aliyekuwa pamoja naye, naye akala. Ndipo macho hao wote wawili akafunguliwa, na wakatazama kwamba walikuwa uchi, ndio wakashona majani ya miti kufunika. Neno la Bwana linatuambia kwamba dhambi ndiyo inayotufanya kuwa uchi mbele za Mungu. Kwa kuwa unashangaa, huyu binadamu tangu aumbwe na Mungu alikuwa hivyo tu, lakini ni nini hii ambayo wakati alikula tunda akagundua ako uchi? Kumbe ni utakatifu ulimuondokea, ni utukufu wa Mungu ulikuacha, akawa amebakia tukufu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunataka kukushauri na kwamba hata tunaposikia kwamba jina lako linapatikana katika kitabu cha uzima, bali je, katika ulimwengu wa kiroho wewe unaonekana namna gani? Je, unaonekana ukiwa uchi, hauna chochote, uko tuputupu kama vile Adamu alipatwa uchi? Tunaambiwa macho yao yalifumbuka. Macho yake yalifunguka namna gani? Ni kwa sababu aligundua amekosea. Kwa hivyo wakati alifanya dhambi, utukufu wa Mungu ukamuondokea, na nguo ambayo alikuwa amevikwa ya uhaki ikamuondokea, na akawa sasa ako uchi, akawa ana aibu. Na wakati Mungu alimtokezea, akaanza kujificha akishona nguo kwa matawi ambao hata iko inaficha uchi wake. Kwa hivyo asubuhi ya leo, sijui uko katika hali gani, sijui unapitia changamoto